Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Pastor Aloisi, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church Kisesa Mwanza. Leo nataka nikupe mfumo huu ambao sisi kanisa tunakusaidia, lakini pia nina imani hata wewe ambaye ni kiongozi wa kanisa mfumo huu unaweza kukusaidia. Na mfumo wenyewe unaitwa Multi SMS. Multi SMS. Kwa nini Multi SMS? Ni kwamba unao uwezo wa kuwatumia message washirika wako wote. Ndio maana yake. Na lengo kubwa ni kutoa taarifa, labda taarifa ya ibada, taarifa ya kikao, au taarifa ya events yote, au taarifa ya tukio lote lile. Kwa hiyo una uwezo wa kuwatumia washirika wako wote message na wakazipata kwa pamoja. Na kitu gani ambacho sasa mfumo huu unakuwezesha kama kiongozi, lakini pia kama viongozi wa kanisa? Kwanza, utakapoingia kwenye mfumo moja kwa moja, sasa huu ni mfumo wa kanisani. Kwa hiyo ukihitaji mfumo huu tutakutengenezea kutokana na nature ya kanisa au vitu vinavyohitajika ndani ya kanisa lako. Sasa ukishafungua mfumo huu unaona kuna vitu ambavyo inakuofa. Kitu cha kwanza ambacho mfumo huu unakuofa, unaona kuna dashboard ambayo utaiona hapa, lakini pia itakupa tarehe husika ya leo. Lakini pia hapa kwenye A unaweza ukaongeza ukubwa wa maandishi. Lakini pia hapa unaweza ukachange mode, na nitakuonyesha namna ya kuchange mode. Lakini pia hapa ni notification, kama kuna kitu ambacho kimefanywa maboresho kwenye mfumo, basi hapa unaweza ukapata notification. Lakini pia hapa ni sehemu ya profile yako. Kwa hiyo nataka niende kipengele kimoja baada ya kingine. Unaona nikiweka hapa umeingia kama nani? Umeingia kama Pastor Aloisi kutokana na namna ambavyo mfumo utakusajili. Lakini pia hapo utapata settings, hapo utapata ondoka au log out au sign out. Lakini pia hapa kwenye mode, na huwa napenda kutumia mode nyeusi, lakini ukitaka nyeupe ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo nikibonyeza hapo kwenye mode, unaona mode imebadilika, imekuwa ni black. Hii inasaidia sana pia hata kwenye macho yasiweze kuumia sana. Lakini ukibonyeza tena hapo inakurudisha kwenye white mode, kwa hiyo au light mode. Kwa sisi napendelea kutumia dark mode, yes. Sasa hapa ukiangalia kwenye huu mfumo kuna dashboard. Nimeclear data kwa sababu ni demo ili uweze kupata kitu fulani. Hapa ni jumla ya washirika. Utakapokuwa unawasajili washirika, utakuwa unapata jumla yao hapa. Wote waliosajiliwa, watakaosajiliwa wataonekana hapa. Hapa ni wanaume na asilimia ya wote. Utapata kwamba asilimia ya kanisa wanaume ni asilimia ngapi, na wanawake ni asilimia ngapi, na watoto ni asilimia ngapi. Lakini pia ukishuka hapa utaona kuna wanawake, lakini kuna jumla ya idara. Hapa nimezisajili idara 4: idara ya wamama, idara ya wababa, idara ya watoto na idara ya vijana. Sasa wewe tutakusajilia kulingana na idara zako. Lakini pia mfumo, sisi tuna vituo vya CGN, yani vituo vya nyumbani ambavyo vinafanyika kila Jumatano. Huwa tuna ibada za nyumbani na tuna vituo. Kwa hiyo nimesajili hapa vituo 4 kama demonstration. Lakini pia waliosajiliwa leo, kama leo umewasajili, basi wataonekana hapa. Kwa hiyo itakwenda kupata training nzuri sana. Lakini kuna mgawanyo wa jinsia. Huu mgawanyo wa jinsia utapata me, utapata ke ni wangapi na me ni wangapi. Ukishuka kwenye mfumo utakupa takwimu za washirika kimatabaka au kiidara. Kwamba idadi ya washirika idara fulani ni wangapi na idara fulani ni wangapi. Kwa hiyo utapata kitu cha namna hiyo. Lakini pia hapa kwenye mfumo ukishuka hapa utapata shughuli za hivi punde
za usajili kama umefanya usajili sasa hivi. Lakini pia hapa utapata kitendo cha haraka au vitendo vya haraka, na hiki ndicho ambacho kimebeba dhana zima ya mfumo huu, sajili mshirika mpya. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambapo tunaweza tukasajili mshirika mpya, na hapa tuma ujumbe wa kikundi au bulk SMS. Hapa unaweza ukatuma message kwa washirika wako, na uzuri ni kwamba unatumia message ambazo ziko kwenye simu yako au kwenye line yako, kama ni Voda, kama ni Tigo, kama ni Airtel, kama ni Halotel. Kwa hiyo utatumia message ambazo unazitumia kwenye simu. Hata kwenye kupiga simu utatumia salio lililoko kwenye simu yako. Ndivyo ambavyo mfumo utakavyofanya kazi. Sasa hii ni mambo tu ya ziada ya huku kwenye futa. Sasa naomba sasa tuanze kipengele kimoja baada ya kingine ili uweze kuelewa. Sasa nikurudishe hapa kama unaona vizuri, kuna mistari mieupe mitatu. Hapa ndipo ukibonyeza itakupa namna fulani ya kuingia kwenye vitu ambavyo unatakiwa uingie navyo. Cha kwanza kabisa cha kwanza hapa kwenye mfumo itakupa washirika, afu itakupa bulk SMS. Itakupa washirika, lakini pia itakupa bulk SMS. Hapa itakupa report hiyo, lakini pia nitumie hii, itakupa report, itakupa kuhusu viunganifu ya WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, church website, church website. Sasa kitu ambacho nakitaka hapa, ninataka tuone, tubonyeze kimoja baada kingine. Nikibonyeza hapa washirika, umeona hapa itanipa fomu ya usajili au kuhariri mshirika. Sasa hapa kwenye fomu ya usajili au kwenye kuhariri washirika, kuna vitu ambavyo vinafanyika. Jambo la kwanza, hii ni fomu lakini ina ID kwamba huyu atakuwa ni mshirika wa kwanza kumsajili. Ukimsajili, ID itakayofuata au kitambulisho kingine atakuwa ni mshirika wa pili, mshirika wa tatu. Kwa kila mshirika atakuwa na ID namba yake, ambapo pia unaweza ukatafuta mshirika, unaweza kuingiza ID namba yake ukapata huyo mshirika na details zake. Lakini pia unaweza ukatumia kuandika jina la mshirika na ukapata details za huyo mshirika. Sasa kwenye fomu ya usajili, lengo, kumbuka kwamba huu mfumo ni umedesigniwa kwa ajili ya kuwatumia washirika message. Basi umedesign hivyo, na kwa sababu wakati mwingine tuko busy, tuna majukumu mengi ya kufanya. Kwa hiyo unataka kuwatumia labda idara ya vijana wako 80, wako 50, uanze kumtumia message mmoja, inachosha, lakini pia haileti ufanisi. Ndio maana mfumo huu unakurahisishia. Sasa hapa kwenye fomu ya usajili kuna majina kamili. Sasa majina kamili, mathalan hapa kwenye majina kamili, mathalan nitaka niandike Alois J Alois. Hapo nimeandika jina lake. Ninakuja kwenye chumba kinachofuata. Jinsia nitachagua ni jinsia gani. Huyu ni mwanaume, kwa hiyo ni me, taweka hapo. Nitakuja namba yake ya simu. Namba yake ya simu hapa nitaandika namba ya simu ya huyo mshirika 0757344860. Haya ni namba yangu ya simu. Ni idara gani? Okay, huyu yuko idara ya wanaume, sawa. Kituo cha CGN yuko katika kituo gani? Labda huyu ni mweke kituo cha online, sawa. Sasa hapa kwenye hali au status, kuna vipengele vitatu. Ukibonyeza kwenye haka icon au ukibonyeza tu hapo itakupa vipengele vitatu. Umeona kuna active, kuna inactive, alafu kuna mshirika mgeni. Maana yake ni nini? Active ni yule mshirika ambaye ni mshirika hai. Inactive ni mshirika ambaye ni mfu. Alafu mshirika mgeni ni yule ambaye sasa bado ni mgeni, hajawa mshirika rasmi lakini bado ni mgeni. Kwa nini nimetengeneza vipengele hivi?
unaweza ukawatumia washirika ambao wako active, kwa sababu utakapo kule kwenye message utakuja kuona unaweza ukachagua kama nataka niwatumie message washirika ambao wako active. Kwa hiyo mfumo utakupeleka kwa wale washirika ulio click active, au unaweza ukasema kwamba nataka niwatumie message wageni, na kwa kuwa hapo umeandika mshirika mgeni, moja kwa moja message zitaenda kwa wale ambao bado ni wageni kanisani. Lakini inactive ni wale ambao wanasuasua au ni mfu ambao wanahitaji pia ufuatiliaji. Kwa hiyo unaweza kuwatumia message ya wale ambao ni mfu au ambao wanasuasua ili kuwatia moyo na kuwarejesha kundini. Kwa hiyo ni muhimu sana kujaza hivi vipengele. Lakini pia habari njema ni kwamba ukishamsajili mshirika, labda alikuwa yuko inactive, alikuwa ni mfu au anasuasua, baada ya muda, baada ya kumfuatilia yule mshirika kaanza kuwa mhudhuriaji mzuri, akakaa vizuri, hayuko tena kwenye kundi la inactive, anakuwa kwenye kundi la active. Kwa hiyo kuna sehemu ya kuhariri taarifa za mshirika. Kama alikuwa inactive anakuwa active, au kama alikuwa ni mshirika mgeni tayari sasa ameshakuwa mshirika mwenyeji, basi yuko active, unaweza katoka kwenye mshirika mgeni akaja kuwa mshirika active. Kwa hiyo unaweza kuona mfumo ambavyo nimeudesign kuhakikisha kwamba unakupa kitu kilicho bora. Kwa hiyo hapa yuko active, kwa hiyo nitahifadhi mshirika. Hapa nitasave hifadhi, nitasave. Umeona Aloisi. Kwa hiyo nikisave umeona kama Aloisi amehifadhiwa salama. Kwa hiyo sasa ukiona hapo huyo nimeshamhifadhi. Sasa nikibonyeza tena pale inakuja ID, ni mshirika wa pili. Unaona ni mshirika wa pili. Yule kwa mshirika wa kwanza, huyu ni mshirika wa pili. Na yeye nataka nimsajili. Labda nitaandika maybe Flaviana Aloisi. Mfano tu, chagua jinsi ni wa kike, namba ya simu ngoja tu nibuni 07. Ngoja tu nibuni namba tu hiyo. Alafu idara niweke ni idara ya wamama. Umeona CJ ni CJ, ni labda nichukue ni online. Alafu hali yake huyu yuko na yeye yuko active. Kwa hiyo na hifadhi, nikibonyeza hifadhi itasema Flaviana Aloisi amesajiliwa kikamilifu. Umeona, kwa hapa unaendelea kuwasajili. Lakini pia kama uko busy sana unaweza kuwapa viongozi wa idara wakasajili kulingana na idara zao ili kurahisisha kazi. Labda mwingine ni msajili, labda ni msajili Francisco labda Msukuma. Francisco Msukuma. Chagua jinsi, huyu ni mwanaume. Namba yake ya simu ni kubashiri tu 07 ngapi 56 ngapi hivyo. Alafu idara nimweke ni vijana. Kituo nimweke labda ni cha online. Alafu yuko huyu nimweke ni active, kwamba yuko active, alafu ni save. Kwa hiyo Francisco Msukuma amesajiliwa kikamilifu. Kwa hiyo usajili utakuwa unaendelea hivyo. Nini ambacho sasa kinatokea baada ya kumefanya usajili? Ona maajabu ya huu mfumo ambao utakupa kitu. Sasa hapa baada ya kuwa umefanya usajili utaona orodha ya washirika waliosajiliwa. Hapo utakuta na orodha ya washirika waliosajiliwa, lakini pia unaweza kuexport au unaweza kudownload taarifa zao kwenye Excel, kwenye CSV, au ukaamua kuprint moja kwa moja kwa ajili ya ufuatiliaji. Lakini pia hapa unaweza ukaona hawa ambao nimewasajili, unaona wanavyoonekana. Huyu Msukuma, Francisco Msukuma, namba ya simu yako ni vijana. Yuko idara ya vijana. Lakini nikisogeza huku mbele kituo ni online. Tarehe ambayo hapa sasa unaona sorry kidogo. Kituo ni online. Tarehe hii ni tarehe ambayo amesajiliwa tarehe 2 mwezi wa 6 2026. Tarehe 2 hao ni mwasajili tarehe 2. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuwasajili na tarehe husika inakuwepo. Na itakusaidia nini? Itakusaidia hata wakati wa kujua kwamba
huyu mshirika ameingia kanisani tarehe ngapi. Unaona status inactive, alafu inactive kwamba huyu ni mshirika anayesuasua, active ni mshirika ambaye anahudhuria vizuri, na huyu ni mshirika ambaye anahudhuria vizuri. Kama nilivyosema, unaona hapa kuna kitufe cha call cha kupiga simu. Sasa kwa kuwa ninatumia laptop na laptop haina access ya kupiga simu, lakini kwa kuwa mfumo huu umedesigniwa pia kwenye simu, utakapobonyeza hapa, yes, utakapokuja ukabonyeza hapa, ukibonyeza tu hapo itakupeleka moja kwa moja kumpigia simu huyu mshirika namba 1 ambaye ni Francisco Msukuma. Kwa hiyo unaona piga simu moja kwa moja. Unaona piga simu moja kwa moja. Kwa hapo utapiga simu moja kwa moja na yeye atapokea simu. Kama anapokea simu utazungumza. Kwa haina haja ya kwenda kwenye contact folder za kwako kuanza kumtafuta yuko wapi. Hapa mfumo unamaliza kila kitu. Lakini tukisogea mbele kidogo, hapa kuna message. Amona tuma SMS binafsi. Hapo unaweza kumtumia message binafsi yeye kama yeye ambayo haitawafikia wengine, itakuwa ni yeye kama yeye. Lakini hapa kipengele kinachofuata hapa au action inayofuata ni, umeona ni kipengele hiki hapa kinasema hariri taarifa. Kwa mfano nikibonyeza hapa, umeona nakuja kuhariri. ID number ni namba 3 lakini hariri. Sasa nakuja kuhariri taarifa zake. Kama kuna sehemu nimekosea, labda kama hapa alikuwa labda nimekosea namba ya simu, tabadilisha. Idara labda ni sio ya vijana, ni ya wanaume, tabadilisha hivyo. Kwa hiyo nikishafanya hariri hapa, ninakuja ninasasisha. Kusasisha maana ni update taarifa zake. Kwa nitakapobonyeza update hapo, taarifa za Francisco Msukuma zimeboreshwa vyema. Kwa nimefanya maboresho, nimeboresha taarifa zake vizuri. Kwa hiyo ndio maana vipengele hivyo. Kwa hiyo utakuja kuona kile nilichokifanya kule kinakuja kinaonekana hapo. Sasa hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza kufanya usajili, lakini pia na kuona details za wale ambao tumewasajili. Tunarudi tena kwenye menu yetu hapa, hivi vinani vitatu, hivi mistari vyeupe vitatu. Tunaporudi kwenye menu yetu hapa kwenye mistari vitatu, nimetangulia kusema hapo tumeona kuna washirika, kuna washirika, sawa, tumemaliza hapo. Kuna bulk SMS. Sasa tuje hapa kwenye bulk SMS hapa kwenye bulk SMS hapa ndo mfumo umedesigniwa kufanya. Sasa iko hivi, niangalie nifuatilie vizuri. Sasa hapa kuna filter kwamba tunaweza tukachuja, maana hapa tunataka sasa tutume message, na kwa kuwa tumeshawasajili sasa lazima ujiulize, nataka nitume message kwa nani? Either kwa vijana, kwa kanisa lote, kwa wamama, kwa wababa au kwa walezi wa watoto. Sasa kitakachofanyika hapa, mathalan nikisema ninataka tu nitume kwa peke yake au wanaume peke yake. Alafu wanaume wa idara gani? Wanaume wa idara zote, maana napata kama vijana na wamama. Alafu kituo gani? Sasa hapa mimi na vituo 4, kwa nataka vituo vyote kwa sababu nataka wanaume wote wa kanisa. Hali zote, angalia sasa. Hapa nilichokuambia muda ule, active, inactive, lakini pia mgeni mshirika. Sasa unachagua kwamba je, nataka nitumie nani ambayo yuko active au ambayo yuko inactive. Kwa hiyo nitaeleza nataka nitumie nini gani. Kwa hiyo unaona, baada ya kuwa nimeselect kule, mfumo utachagua wale ambao ni wa kiume. Kwa hiyo kutokana na wale ambao nimesajili wanaume 2. Kwa hiyo nitampata Aloysi, namba yake ya simu hiyo, Francisco Msukuma, namba yake ya simu ni hiyo. Kwa hiyo kungekuwa na wanaume wengine, ungeona orodha ya wanaume inakuepo hapo. Kwa sababu ndio ambao nimewachagua. Mathalan turudi tena nyuma kwenye kuchagua, tuchague wote, me na ke wote. Utaona kuna me ataongezeka hapa. Umeona Flaviana Aloysi ameongezeka hapa. Kwa nini? Kwa sababu nimekuwa hapa ni washirika. Kama ni washirika, orodha ya washirika wote itakuja hapa ambao nataka niwatumie message. Sasa baada ya hapo, angalia sasa, itakuja hapa andika ujumbe au compose SMS. Hapa sasa ni eneo la kuandika ujumbe. Kwa hiyo ninaweza nikaandika ujumbe kwamba labda na
nawakaribisha watu wote kwenye ibada, ibada ya leo. Umeona kama nawakaribisha watu wote kwenye ibada ya leo. Sasa unaweza kaandika message yako. Sasa una kinachotokea hapa. Mfumo utakwambia kwamba kwanza kurasa za SMS ni 1, lakini herufi ni 43. Tukumbuke kwamba message moja ina herufi 160. Message moja ina herufi 160. Kwa hapo itakuandikia moja, zikisha 160 itaanza tena, itakuwa message 2, message 3. Nafikiri mwisho ni 3 ni hapo mwisho. Na baada hapo sasa ukishamaliza, unaona kile ulichokuwa unakiandika hapa, unasema hakiki muonekano. Hii ni live SMS preview. Kwa hiyo utaona na wakaribisha watu wote kwenye ibada ya leo. Kile nilichokiandika kule hapa kinakuja kinatokea. Lengo ni nini? Unaisoma message yako kwamba hii ndio ambayo itaenda kwa hao washirika ambao ni unawatumia. Sasa angalia, angalia. Sasa iko hivi. Unaona hapa ni hifadhi template. Kwamba kuna baadhi ya message ambazo labda za kuwakaribisha watu kwenye ibada au kwenye vikao zinakuwa ziko uniform. Kwa hiyo ukihifadhi template, ina maana kwamba ile message inajisave. Kwa hiyo ukitaka tena kutuma kwa mtu nyingine, utakapo-click template itakuonyesha, utaona ile message inaonekana. Kwa hiyo zile message ambazo unaona kwamba ni za mara kwa mara au ni ujumbe wa mara kwa mara au ni la somo la mara kwa mara, unaweza ukaona hifadhi template. Lakini pia sasa baada ya kuwa umemaliza, ndio tunakuja kipengele husika. Tuma SMS kupitia simu hii. Umeona? Tuma SMS kupitia simu hii. Device SMS app. Kwa utakapobonyeza hapa kwenye kutuma hapa, utakapobonyeza hapa, umeona? Utakapobonyeza hapa kwenye kutuma, kibonyeza tu tuma, utaona message zinaenda kuwafikia wote ambao umewaselect kule. Na hivyo ndivyo ambavyo mfumo unafanya kazi na unakuwa kurahisishia. Kwa hiyo hapa utaona hii ni historia na hali ya utumaji, muda, tarehe, kwa tarehe ngapi, walengwa, watu walengwa, ujumbe ule utuma, hali kwamba message ilienda au haijaenda. Kwa hiyo hapa itakwenda kupa taarifa au status ya ufikaji wa message kwa mhusika, ili kujua kwamba message imeenda au haijaenda. Nafikiri kufikia hapo utakuwa umenielewa sasa. Sasa kwenye template sasa, angalia utapokuwa na save kule, zile templates za kwanza zinakuja hapa. Kwa mfano, angalia ombi la maombi, au mwaliko, au tufanye ombi au kikao cha idara. Nikibonyeza hapa, unaona sasa kwenye template inavyokuja, Shalom mwanaidara. Kuna kikao muhimu cha idara yetu siku ya Jumanne saa 10 kamili za jioni kanisani. Tafadhali zingatia muda. Kwa ile template, kwa sababu nilikuwa nimeshaisave tayari, ina maana kwamba nikibonyeza tu itakuja hapo, lakini pia na mwisho wa siku hii hapa inajionyesha hapo, na unaweza ukatuma. Kwa mfumo ndivyo ambavyo unafanya kazi. Kwa hiyo kama unahitaji mfumo huu, karibu sana. Ni mfumo ambao ni rafiki, lakini kipengele cha mwisho ni report. Hapo utakuwa unapata report. Unaweza ukapakua report. Hapo unaweza ukapakua report kamili, lakini pia unaweza ukafanya evaluation yako active. Umeona kituo chenye watu wengi ni kituo gani, unaona. Kwa hiyo unapata jumla ya washirika na asilimia zake, hali active au inactive. Hapo unapata tu muhtasari au evaluation ya washirika. Ni evaluation ya washirika au ripoti ya kiutendaji hivyo. Kwa hiyo mimi naomba tu niishie hapa. Kwa hiyo kama unafurahia mfumo huu, naomba tu nikukaribishe ili uweze kutumia kwa manufaa ya kujenga mwili wa Kristo. Lakini sambamba na mfumo huu wa multi SMS, kuna mfumo wa fedha, na wenyewe kama utahitaji upo. Lakini pia kuna mfumo wa kufuatilia washirika, tracking system, kufuatilia washirika. Huo mfumo upo, na ukihitaji pia utaupata.
Lakini pia ukihitaji online radio na yenyewe unaweza ukatengenezewa, ili mwisho wa siku tuwafikie watu wengi na mwisho wa siku tuzidi kujenga mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Karibu sana Disciples Community Church Kisesa, Mwanza. Amen. God bless you. Oh, hallelujah.